Ndugu zangu wane, nawakaribisha tena kwenye kipindi chetu pendwa cha chumba cha mahojiano. Kama kawaida, sasa leo nipo na mtoto wa kishua. Nipo na mtoto wa bosi Ridhiwani Kikwete. Bila kupoteza muda, twende moja kwa moja live. Sasa mheshimiwa, watu wengi wanasema kwamba wewe ndio mmiliki wa kampuni ya Lake Oil. Hivi mheshimiwa, hili jambo lina ukweli ndani yake? Hayana ukweli, yako mengine yana ukweli. Okay, sawa. Sasa hayo yenye ukweli tutayajadili baadaye. Tuendelee. Sasa mheshimiwa, sasa utatusibitishia kama wewe sio mmiliki halali wa hii kampuni ya Lake Oil? Ridhiwani unaambiwa kwamba wewe ndio unamiliki hiki. Na nyinyi mnaona kaza kwenye fomu yake Ridhiwani haja declare hilo jambo. Mwiteni. Ni kweli mheshimiwa, ilitakiwa wangekuita, na huo ndio ustaarabu, sio kuchukua sheria mkononi. Sasa mheshimiwa, unafikiri chanzo ni nini haya yote kutokea? Maana miundombinu imeharibika, watu wamepoteza maisha, watu wamepoteza kazi, biashara watu wamepoteza. Kwa hiyo unafikiri chanzo ya haya yote kutokea ni nini? Mfano ulitokea juzi hapa. Malalamiko yalikuwa makubwa ni juu ya maadili ya viongozi. Okay, sasa tunaanza kusanuka. Tunaanza kuelewa taratibu. Kumbe sasa matatizo yote haya kutokea ni chanzo ni maadili ya viongozi wetu. Sasa viongozi wetu mbadilishe maadili yasije kujitokeza tena haya mambo. Sasa mheshimiwa, kwa nini Genzi waliamua kuchoma mali zako moto? Na walichoma ngapi? Zimechomwa zile kwa sababu zinasema za Ridhiwani. Zimechomwa zaidi ya 92. Zile walichoma nyingi sana kwa kweli. Wametia hasara kampuni. Sasa mheshimiwa, kwa hiyo sasa Genzi walichoma mali za mtu mwingine huku akijua ni mali zako. Lakini mheshimiwa, walikuwa na hasira. Unafikiri sasa wangefanyaje sasa? Wangefanya nini? Tuiteni. Anjani na mimi waziri wenu. Kweli mheshimiwa, Genzi hapo waliyumba sana. Yaani Genzi hapo walizingua kwa kweli. Yaani walishindwa kuanza na we waziri wao. Wao wanaenda kuanza na mtu mwingine kabisa. Kwa kweli hapa Genzi waliyumba. Walitakiwa wakuite, halafu mkae muongee, uwaambie ukweli kwamba wewe ndio mmiliki wa hizo Lake Oil ama sio mmiliki wa hizo Lake Oil. Ila kwa kweli hapa waliyumba. Sasa mheshimiwa, nilikuwa na Google naangalia top 10 ya viongozi wezi nchini Tanzania. Kwa kweli jina lako sikuliona. Nikajua labda Google amenidanganya. Nikaenda ChatGPT, nimekutafuta haupo kwenye orodha ya viongozi wezi Tanzania. Kwa kweli wewe mheshimiwa uko vizuri kwa kweli. Yaani wewe sio mwizi, si ndio? Nikubali kwamba mimi ni mwizi, si ndio?